tunakuja tena tunda jingine. Yaani kwenye haya matunda ya Roho Mtakatifu tajaribiwa pote. Na kuandaa mapema. Na Mungu atakapoona kwamba amekujaribu vya kutosha, amejiridhisha. Sasa utakapoliitia jina la Bwana, Mungu anajibu. Kuna kipindi nikaanza kuota ndoto niko chuo. Baadaye nikaona tunafanya mtihani wa mwisho wa kumaliza degree. Mtihani tulioufanya, tukafanya mtihani wa kuoka nyama. Nyama kwenye ulimwengu wa roho ni mafundisho. Chakula kigumu. Maana ni mafundisho kwa watu, kwa ajili ya watu waliokomaa kiroho. Ndio maana wito tunatofautiana. Mimi wito wangu mkubwa ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Waumini huwa wanajichanganyia humo tu, tunawaombea. Lakini asili ya wito wangu mimi ni watumishi wa Mungu. Basi. Mahali popote utakaponikuta, hata kama kanisa ni dogo kiasi gani, utakuta nimezungukwa na watumishi wa Mungu. Kwa sababu hiyo ndio calling ya kwangu. Sasa nikajiona tuna mwalimu mkuu akapita na kagua, mkuu msaidizi akapita na kagua. Akanikuta nimetengeneza chuma kizuri cha kuokea nyama. Na ile nyama imeokwa vizuri na kile chuma nimekitengeneza mwenyewe. Akaniuliza, nani amekufundisha kutengeneza hiki chuma? Akasema nimetengeneza mwenyewe. Akawageukia sasa walimu wenzie. Akawauliza, huyu kuna haja gani ya kusoma masters? Kuna haja gani ya kusoma doctorate? Huyu apewe PhD ya kuoka nyama. Nikapewa PhD ya kuoka nyama, nikaajiriwa na kuajiriwa siku hiyo hiyo. Nikaajiriwa kuwa mwalimu wa walimu. Take note kwenye kila kitu ambacho Mungu anakuambia. Kwa hiyo ndoto yangu ya shule hiyo ikatoa tafasiri ya huduma yangu. Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Ni wagange waliovunjika moyo. Si kila mtu ameitwa kwa ajili hiyo. Kuna Yohana Mbatizaji, yeye ni sauti ya mtu aliyenyikana. Hajaitwa kuganga watu waliovunjika moyo. Kila mtu ana jambo la kwake. Lakini mimi nikaajiriwa mwalimu wa walimu. My God, kona bashanta. Ya desa paradisia. Wewe uliyefika mahali hapa kama una huduma, hata kama zungumza ile ndoto inayokuja haraka fa. Chap. Hasa ndoto ambayo imekuwa ikirudi mara nyingi mwanzoni kabisa. Nimewahi kuota nikiwa huko Dar es Salaam. Nikajiona niko shuleni. Nikawa wewe umeletwa Dar es Salaam. Angalia, umeletwa Dar es Salaam lakini una majukumu pia ya huduma, si ndio? Ambayo ni tofauti na kuangalia kanisa moja. Kwa sababu una majukumu ya huduma ambayo ni tofauti na kuangalia kwanza. Kwa hiyo hiyo ndo mafuta ya uongozi. Mungu amekupa si tu kuchunga kanisa moja, amekupa kuongoza wachungaji. Kwa sababu amekupa kuongoza wachungaji, kuwa mwangalizi wa wachungaji, utachekwa hapa na eka 8. Sasa nikana wengine kuna watu wakawa nakuja, mtu ana hekta 50,000, heka 30,000 na zimelimwa. Unibariki kwa mamlaka ya jina la Yesu. Usiku wake nikaota ndoto. Nikaambiwa usijifananishe na mwenzio aliyepata ghorofa 2 mwaka huu. Yeye nimemuita kwa ajili ya Dar es Salaam tu. Hana wito mwingine. Wewe nimekuita kwa ajili ya Afrika. Nikaulizwa Afrika ina Dar es Salaam ngapi? Ndio usingizi kaisha. Wewe ni nani? Angalia ndoto zako. Wewe unakumbuka ndoto gani ambayo ni nzuri kabisa uliota? Kuna ndoto niliota darasa la 4. Niliota nimesimama katikati ya kanisa. Ni gorofa limezunguka hivi kwenda juu. Alafu kulikuwa kuna watu
Ni wazungu tu wanazunguka hivi. Hiyo ni kanisa la kwako. Lakini unajua hizi ndoto za namna hii kama lamani ili usikate tamaa kule unakokwenda. Na hii ndoto huwa inakujiria hata kwenye mawazo mara nyingi. Sasa hiyo umepewa kama lamani ili usikate tamaa kule unakokwenda. Ili ukiangalia kwenye ulimwengu wa roho haipo leo. Haipo mwakani. Haipo miaka 5 ijayo. Haipo miaka 10 ijayo. Kwa hiyo kuna ndoto zingine Mungu anakupa kama lamani ili usikate tamaa kule unakokwenda. Ila itakapokuja kutokea utayaona mazingira vile vile. Ndoto ya Yusufu ili miaka 16 ndio ikaanza kutimia. Sasa na wewe kuna muda wa kusubiri kwa sababu ndoto huwa imefungwa na muda. Kuna ndoto zingine ili itimie kuna jambo la kufanya wewe ili itimie. Lakini kuna ndoto zingine kwa mfano wewe ukikataa kumtumikia Mungu hiyo ndoto haiwezi kutimia kabisa. Lakini ukiendelea kumtumikia Mungu itatimia kwa majira na nyakati zake. Hebu nisomee kitabu Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema, mimi nitasimama katika zamu yangu. Mimi nitasimama katika zamu yangu. Nitajiweka juu ya mnara. Nitaangalia ili nione atakalo niambia. Nitaangalia ili nione atakalo niambia. Na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi. Iandike njozi. Uifanye wazi, manake usisahau. Ifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi bado ni kwa wakati ulioamriwa. Njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Inafanya haraka ili ufikie mwisho wake. Wala haitasema uongo. Wala haitasema uongo. Kitu ambacho pekee kwenye ndoto hakiwezi kutokea ni uongo. Ndoto haiwezi kusema uongo. Ndoto ukianza kumwotea mtu anakufa, anakufa. Anakufa, anakufa. Usipoomba utaenda msibani. Ijapo kawia ingoje. Ijapo kawia ingoje. Kwa kuwa haina budi kuja. Mimi nafikiri rudia hapo ijapo kawia. Ijapo kawia. Muangalie. Ijapo kawia ingoje. Muangalie huyu. Ijapo kawia ingoje. Sikilizeni niwaambie. Kuna mambo Mungu ameyafunga kwenye majira na nyakati. Kama majira yake hayajafika hayawezi kuja. Mfano, Musa alitakiwa waongoze wana wa Israeli akiwa mzee. Kwa sababu ilihitajika heshima ya kizee kwenda na mkutano wa namna hii. Hekima ya kizee. Huwezi kumchukua kijana wa miaka 16 aende na mkutano wa design hii. Wasingefika. Kwa sababu kuna mambo mengine, unajua wazee, kuna mambo mengine yanaweza katokea akayaacha tu. Lakini vijana wengi huwa wanatamani kila kitu akifuatilie. Ilihitajika hekima ya kizee. Kwa hiyo Musa akaitwa akiwa na miaka 80. Yeremia akaitwa akiwa na miaka 16 akafanywa kuwa nabii wa taifa. Nabii wa mataifa. Miaka 16. Huyu anaitwa akiwa na miaka 80. Yesu Kristo anaanza huduma akiwa na miaka 30. Kwa hiyo kila mmoja huwa na majira na nyakati yake. Na ndoto huwa imefungwa na muda. Ijapo kawia ingoje, kwa maana haina budi kuja. Haitakawia. Tazama siku zinakuja ambapo international visitor watakuwa ni wengi sana kanisani kwako kiasi kwamba kuwamaliza kuwahudumia haitakuwa rahisi. Amen.
Utakuwa unasaidiana sana na watoto wako wa kiroho, lakini hamtaweza kuwamaliza. Itafika kipindi mtakuwa mnawafanyia kama mkutano. Maana kuongea nao mmoja mmoja haiwezekani. Japo kawia ikoje? Angalia ndoto, tumeona mfano tu wa ndoto za shuleni. Unaota huko shuleni unafanya mitihani, utapita kwenye majaribu. Au inaweza ikawa ni hali unayoipitia sasa hivi, unapitia kwenye majaribu. Mungu anajaribu kuonesha hali uliyopo au hali inayokuja. Kwa sababu ndoto inaweza ikawa ya wakati huu au ya wakati ujao. Ukianza kuona uko chuoni umekaribia kuingia kwenye huduma. Umekaribia, maana yake baada ya kumaliza chuo kinachofuata nini? Ajira, si ndio? Aha, Roho Mtakatifu huwa na ajira. Unaona watu wale ambao wanaweza akasema hivi, anaenda kwenda kuanzisha kanisa hapa, anaamua kuliacha, anarudi kwenye biashara zake na Mungu amenyamaza. Alianza muda bado. Akianza muda ulishafika, haruhusiwi kuacha. Biblia inasema yule ambaye ameshika shoka, ameshika jembe kulima, alafu akageuka nyuma, hafai kwa ufalme wa Mungu. Ukiona mtu ameanza kazi ya Mungu alafu anaiacha na Mungu ananyamaza, alianza muda bado. Ni sawasawa na mtoto wa darasa la 7 anaanza kwenda kujitolea kufundisha watoto wenzake shule ya jirani. Muda wake wa ajira bado. Hata kama akifundisha wiki moja akaacha, kwani kuna shida? Unaonaje mwalimu aliyeajiriwa kufundisha shule ya msingi asipoonekana mwezi mzima shuleni? Inakuwa kesi. Nani amezielewa leo ndoto za shule? Amen. Natamani kuja kufundisha sana kuhusu ndoto na kuwafundisha watu kutafasiri ndoto. Kwa sababu tafasiri ikikosewa kwenye ndoto, unaweza ukapata ujumbe tofauti, au inaweza ikapuuziwa hafu ndoto ikaje katokea. Kuna ndoto nyingi sana ambazo mimi nilizikosea tafasiri nilipokuwa naanza, alafu zikaja zikanitokea puani. Kuna kipindi nakumbuka ilikuwa mwaka 2014, nilipita kwenye changamoto. Baadaye nikaingia kwenye maombi ya siku 30. Mungu akaniambia unapigwa kwa sababu kuna ndoto uliota mwaka 2012 ulisahau. Kwa hiyo nikakumbushwa ile ndoto, nikaambiwa wewe unaandika. Nikakumbushwa ile ndoto. Mungu alikuwa amenionyesha kuna mtumishi mmoja, sawa? Rafiki yangu, kwamba nisifanye naye kazi. Nikaona kwenye ndoto. Na kosa lake yule rafiki yangu, alikuwa anachukua fungu la 10 anaenda kulitoa kwa mchumba wake. Nikaambiwa kwenda kumuonya. Akaniambia hivi, si mchumba wangu naye ni mwimbaji naye ni mtumishi. Sasa roho wa Mungu akaniambia usifanye naye kazi milele. Silikaja nikajisahau nikafanya nini? Tukapangania huduma. Nikapigwa. Mambo yakaharibika. Unafika madhabahuni namna hii upako haufanyi kazi. Kila kitu hakifanyi kazi. Yaani uko wewe kama wewe. Unajua nguvu za Mungu zikiwepo unafahamu, na nguvu za Mungu zikiondoka unafahamu. Nikaifanya ile huduma natumia ujanja wangu mpaka nikachoka kabisa. Nakuja kutoka pale kwenye huduma na ingia kwenye maombi, naambiwa Roho Mtakatifu amekupiga kwa sababu umeisahau ndoto ya mwaka 2012. Nilipomweleza hivyo akakataa, nikaota ndoto tena. Mwaka 2012. Nikaota ndoto kwamba natakiwa kwenda kumwambia hivi. Yaani nikamwambia kwa sababu unakuwa unachukua fungu la 10 unatoa kwa mchumba wako, Mungu amekukataa. Na mimi mtumishi wa Mungu nimekukataa. Kipindi hicho naishi kwake. Sasa nilipoelezwa namna hiyo nikasema ujumbe huu, nikaanza kukusanya nguo zangu. Nikakusanya nguo zangu nikaweka sawa.
Nikasema hapa. Ujumbe huu namna hii na ujua. Unakoga na mazala. Nikaupeleka nikaenda nikamwambia kwa sababu umefanya 1 2 3. Mungu amekukataa na mimi mtumishi wa Mungu nimekukataa. Sasa kaniuliza tutaishije sasa hapa nyumbani? Kaambia usipate shida mimi naondoka sasa hivi. Sasa hiyo nilipoondoka kumbe ndo muujiza wangu. Mungu alikuwa ameandaa muujiza. Nimeenda hivi sielewi hata naelekea wapi. Nimebeba begi langu yani ramani zinasoma hazisomi. Naelekea namna hii. Nikapita mji wa kwanza, ile napita mji wa pili nikiwa barabarani. Nafika mama mmoja amesimama barabarani. Ananiambia mtumishi wa Mungu unaelekea wapi? Nikamwambia naenda kule kwenye huduma. Akaniuliza wapi? Sasa kwa sababu nataka kudanganya. Nikaanza kusema kule tu kuvuka ile milima. Akaniambia wewe ni muongo. Mungu ameniambia nisimame mahali hapa utapita mahali hapa hauna makao nikupe pa kukaa. Nimepigwa buti. Akanishika mkono. Kanishika mkono na mnaye kaanza kunivuta. Akanipeleka nyumbani kwake. Akaenda akanipeleka kwenye nyumba ya vijana wanapolala vijana wake. Akaniambia chumba ni hiki utalala. Weka mzigo wako hapa. Chakula nitakachokula ndicho utakachokula. Yule mama ndio aliyesimama kama mama yangu kwenye ndoa yangu. Na ile familia ndio iliyonihudumia. Mimi sikufahamu vyombo vya kupikia kwenye harusi walitoa wapi, sielewi. Mchele walitoa wapi, mimi alienda kwenda kunionyesha tu ameandaa kilo 100. Nyama walichinja mbuzi za mzee. Na MC wa kwenye ndoa alikuwa ni kijana wa pale. Yaani kila kitu na wakatutafutia mpaka na hoteli ya honeymoon. Mungu alimwandaa yule mama. Mungu amemwandaa baada ya kupewa jaribu kaliweza. Unajua mahali unapokaa kumuonya mtu ambaye unakaa naye. Sio kitu kirahisi. Unaonaje ningeogopa kumuonya? Kumbe ningeweza kupoteza muujiza. Watu wengi wamepoteza miujiza kwa sababu Mungu anazungumza hawafanyi. Mungu anamuonesha kwenye ndoto anakiona kile kitabu ni kizito. Sometimes mambo ya unabii ni mzigo mzito sana kama usipoamua kujitoa akili. Ifike kipindi yani unakuwa unaweza kumfuata mtu kaongea kama umekatwa kichwa. Kama sio wewe. Yani unalipeleka neno kama ulivyoitoa kwa Roho Mtakatifu. Hauliedit. Unaona? Ndani ya dakika 5 kumbe Mungu ameandaa muujiza. Na ni muujiza ambao umenibeba. Mungu akanipa ndugu sasa katika Kristo. Mungu akanipa baba na mama, akanipa wazazi, akanipa kaka na unakumbuka mama kwenye harusi? Na wakawa naambiwa jamani wanasimama sasa shangazi zake mimi hata siwajui hao mashangazi wana zawadi. Wanasimama sasa dada zake siwajui hata wengine siwafahamu, kumbe ni wengi. Sikiliza, Mungu ana kanuni zake, lakini pia huduma itafika kipindi ni gharama. Unafikiri ni rahisi kupeleka huo ujumbe? Mimi nawaombea asubuhi ya leo. Macho yenu ya rohoni yafunguke. Na Mungu aseme na nyinyi sana kwenye ndoto. Kwa jina la uweza la Yesu Kristo. Na awape tafasiri mamlaka jina la Yesu. Amen.